muomba mtume, na yote ni katika Shaabani. Ili tukuamini, hebu uite ule mti uje ukushuhudie. Mtume aliwaambia taali ya mti njoo. Kweli mti ulikuja ukashuhudia bila ya miguu. Pale panaitwa Masjidu Shajara. Lakini pia kuna Masjidul Jinni. Mtume alikwenda kuzungumza akiwa na Abdullah bin Mas'udi na majini 12,000 wote wakasilimu, wote mtume akasomea Qur'an. Iko pale. Haya matukio yote haya. Sasa mwezi ule kwa kifupi ulishuka ukapasuka vipande viwili, mpaka watu waliokuwa wasafiri wa nje waliulizwa, hebu tuambieni, maana huyu hachelewi kuturoga macho yetu, mliona nini mbinguni? Hapa tuliona kweli ulimwengu ulibadilika, kukawagiza, tunaona kipande cha mwezi kinashuka hapa Maka. Kwa hiyo hili tukio ni la kweli kabisa. Tukio zito kama hili ikhwa lilitokea mwezi huu mtukufu wa Shaabani. Tumalize tukio la mwisho ambalo ni muhimu. Tukio la mwisho, ukisema hivi ya ayuhan nabii, hizi nimekuambia ziko 89 ndani ya Qur'ani, na huwa zinakuja kifupi tu, mwanzo wa sura, mwanzo wa aya au katikati. Ya ayuhan nabii lima tuharrimu ma halallahu laka, kidogo tu. Lakini kuna moja ambayo imemtaja mtume karibia aya nzima. Aya hii ipo katika suratu Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Unaona ile nabii imekuja, Allah na mtume yusalluna ala nabii, wanamsalia mtume. Aya hii imeshuka kwa umuhimu wake mwezi mtukufu wa Shaabani. Hebu nikufaidishe hii aya hii. Hii aya ni aya kubwa sana. Aya hii wanawachuoni wanasema ni aya ambayo inamshughulisha Mungu na inashughulisha malaika na inashughulisha viumbe wake wote. Yaani ukiulizwa kiumbe gani wa Mungu anamshughulisha mpaka Mungu mwenyewe anaingia kazini, sema ni Mtume Muhammad. Anashughulishwa vipi Allah? Kwamba Allah anamsalia Mtume Muhammad, malaika wanamsalia Mtume Muhammad. Sasa wanamsalia kwanza, walianza lini? Nikwambia walianza lini? Mtume tokea zamani alikuwepo peponi chini ya vivuli na miti ya peponi. Tokea kipindi hicho hakuna cha Adamu, hakuna cha dunia, hakuna chochote. Pale Allah alianza kumsalia Mtume Muhammad. Alafu pia yusalluna, fi'lun yufidu istimrar, mpaka hivi sasa anaendelea mpaka kinasimama kiyama. Mpaka kinasimama kiyama anamsalia Mtume Muhammad. Sasa nitakwambia kitu kimoja. Iyo sala ya Mungu, ndugu yangu Muislamu, kwa Mtume Muhammad inatosha. Yani sala ya mimi na wewe kumswalia mtume uwe mvivu tu, humuongeze chochote cha sana, ni kwa ajili yako, kwa sababu kuna faida. Abu Katada ameandika faida 40 za kumsalia mtume. Unapanda daraja 10, unafutiwa madhambi, unapata hichi, unatengeneza maisha, unafanya hivi. Mpaka yule Ubay bin Ka'b alivyoona fadhila za kumsalia mtume akamwambia, ya Rasulullah, mimi nataka nikusalie robo ya siku. Robo ya siku ni masaa 6. Mtume anambia mashita, utakavyo ndugu yangu, wa inzita khair, ukiongeza ni bora. Akambia basi sudusi ni masaa 8. Akambia mashita, sawa, lakini ukiongeza ni bora. Basi tufanye thuluthu, tufanye nisfi, masaa 12. Akambia mashita, nimekwambia upendavyo. Wa inzita, huyo atakamsalia masaa 12, lakini ukiongeza tena ni bora. Akambia basi tufanye hivi 24 saa, siku nzima, maisha yote nitakuwa nakusalia. Aliposema hivyo mtume akamwambia hivi, sawa, sasa na wewe ukifanya hivyo hakikisha madeni yako, matatizo yako, umaskini wako umekwisha, maradhi yako yamekwisha. Ndio maana nasema, yani sala ya mtume si tukimswalia ni kwa ajili yako. Sala moja ya Mungu tu imemtosha mtume, na Mungu hana sala moja kwa Mtume Muhammad. Akaambia ushaondosha ufukara na matatizo na kila kitu. Ambia sawa, sasa utawezaje kumsalia mtume siku nzima? Kama hapa nipo kwenye hutuba, namsaliaje? Ni kwamba hata nikiingia kwenye hutuba natiania tu vitendo vyangu, mkiangalia huku vyote, ya Rabbi nijumlisheni baada ya sala ya mtume. Lakini pia ukiingia ndani ya sala
haya matendo yangu yote ya kuswali, haya yote ya Rabbi jalia yote ni salatu ala nabii. Tunayapata wapi haya? Si yule mkewe Mtume Muhammad. Mtume kaenda kule kuswali alfajiri, anamkuta yupo kwenye gunia la kokwa za tende, anahesabu tu subhanallah subhana. Mtume ambia vipi mpaka muda wote uko hapa? Ambia ndio, nimekushinda wewe, umekwenda kuswali umerudi. Mtume akamwambia hujanishinda. Angalia mimi nimesema maneno haya sio adada zinata khalqihi wa ule uradi ule. Mtume akasema ukisema uradi kama huu kujumlisha tu, mimi nishakushinda kila kitu, nimeshakushinda. Ndio tunayapata hapa. Kwa hiyo msalie Mtume kwa idadi. Mara nyingine ukiwa na bize na jambo jumlisha. Imam Shafi kaotewa kaenda peponi, kitabu chake kile kikubwa cha risala, acha hii risala tuljamia ndogo, kile kikubwa aliandika maneno tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mungu mtakie rehma Mtume kwa idadi ya watu wote watakaomtaja na hata wale ambao watakafalika kumtaja. Hili limemuingiza peponi, ameotewa Imam Shafi. Kwa hiyo Shaabani ishakwisha, kumebakia kama siku 5 hivi tuingie mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hatujachelewa bado. Al-umuru bi khawatimiha, mambo huzingatiwa mwishoni sana. Kama Shaabani nzima mpaka ile Ijumaa iliyopita nikazungumza, bwana, mwezi wa Mtume, mwezi wa kuchuma, hukutoa hata sadaka yako. Sasa leo ni Ijumaa ya mwisho, unasubiri nini? Ufikiri mwakani kuipata Shaabani ni mchezo? La mwisho ni kuambie, Shaabani imedhaminiwa kufunguliwa milango ya mbingu. Kwa hiyo choteni. Sisi nikuambie kitu, Ijumaa iliyopita nilisahau kutoa sadaka, kwa sababu niliyasema hapa, na leo nitatoa ili nsikose fadhila za Shaabani. Na wewe nawe usitoke hivi hivi. Hiyo sadaka yako mwambie Mungu, niepushie majanga yote, dhambi tu niepushie. Alafu na kuomba ya Rabbi, haya maneno yaliosemwa katika mimbari nionyeshe yakini yake. Hata kama umetoa 1000, Mungu nikumbushe hii ni ile 1000 uliotoa. Unajua maneno pale pale yanapozungumzwa tekeleza. Hembu lipa leo madeni yako kwa kutoa sadaka ile ambayo umejaliwa. Alafu nuiza, ndugu yangu Muislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie ndani ya Rajab na Shaaban na atufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa qala azza min qailin alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.